Tuko hapa hospitali ya wilaya ya Simanjiro. Tumepata changamoto kidogo ya tukio la fisi kuvamia vijiji viwili, Kirungrung na Elkujit huko Simanjiro, na amejeruhi wanakijiji, lakini pia ameua mtoto mmoja mdogo ambaye anakadiriwa kuwa na miezi minane. Na majeruhi wako hapa hospitali. Tumepita kuangalia, maana nilikuwa kwenye ziara yangu ya kawaida hapa. Wanaendelea vizuri, wameshapata matibabu, wameshapatiwa chanjo, na kwa habari za awali za wataalamu wetu wa wanyama pamoja na watu wa TAWA, wanasema kwamba fisi akifikia hapo maana yake ni kwamba atakuwa amepata kichaa. Kwa hiyo wameshaendelea na shughuli ya kwenda kuangalia kama kuna makundi mengine ya fisi jirani na kijiji, lakini fisi aliyesababisha balaa lote kubwa hili amefanikiwa kuuawa na vijana wa kwenye kijiji. Sasa tuna wagonjwa hapa, lakini tuna mtoto mmoja ambaye ilikuwa haonekani na amepatikana sasa. Tulidhani labda ameliwa na fisi, lakini mwili wake umepatikana. Kwa majeruhi wanaenda kupata matibabu hapa pamoja na chanjo zao mbalimbali. Na kule kijijini hali imeendelea kuwa shwari, watu wa usalama wameendelea kwenda kule kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa salama. Maelekezo yangu kwa watu wa TAWA ni kwamba wazunguke, ikibidi warushe drone ili tuweze kujua kama kuna wanyama wakali katika maeneo ya kijiji. Lakini kufuatia tukio hili, ukanda huu ni ukanda ambao vijiji vimepakana na mapori pamoja na hifadhi mbalimbali. Wenzetu wa TAWA sasa waangalie kipindi hiki cha mwaka, sisi tumebarikiwa wanyama wamezaliana mno. Wako makundi kwa makundi. Lakini pia kama serikali tuna wajibu wa kuchukua tahadhari kwa ajili ya kuwalinda wananchi na wanyama hao, haswa wanyama wakali. Hao wanyama wa kawaida kina pundamilia hawasumbui sana. Kwa hiyo nawaelekeza watu wa TAWA wafike kwenye vijiji hivyo ambavyo vimepakana na mapori makubwa na hifadhi. Wafanye kazi ya utafiti kuangalia kama maeneo ya jirani pana makundi ya wanyama wakali, lakini pia kutoa elimu kwa wananchi na kuangalia namna ya kupeleka chanjo, kwa sababu kuna mifugo pia ambayo imejeruhiwa na huyu fisi. Na maana kama ana ugonjwa ni rahisi sana ugonjwa kusambaa pale. Naendelea kutoa tena tahadhari kwa wananchi pia kuhakikisha kwamba wanatembea kwa makundi pia katika kipindi hiki, haswa kama wanakwenda maeneo ya umbali mrefu, ili kuweza na wenyewe pia kujiwekea ulinzi wao binafsi. Sisi kama serikali tutawahudumia hawa majeruhi wote kwa gharama za serikali. Kwa hiyo DMO, majeruhi wote hawa watibiwe kwa gharama za serikali. Nisije nikasikia kuna majeruhi hata mmoja akaambiwa atoe hela ya kwenda kununua dawa. Mkurugenzi yuko hapa, lakini Mheshimiwa DC atalisimamia. Huyu mtoto mdogo aliyefariki kule, serikali tutasaidia kupeleka lambi Mheshimiwa Diwani pamoja na kumzika mtoto kule. Naomba nitoe pole sana kwa majeruhi, lakini pia nitoe pole kubwa sana kwa familia iliyopoteza mtoto, haswa mama ambaye amepokonywa mtoto mgongoni na fisi na mtoto akaenda kuuawa. Naye pia yuko hapa ndani anaendelea kupata matibabu. Kwa jina naitwa Martin Abraham, ni mtu wa kwanza kufika pale kwenye tukio la kuchukuliwa kwa mtoto. Lakini nilipofika pale tukakuta ubongo ndio imekaa pale, lakini tulikuta mwili imeshaenda. Lakini tulipofuata fisi tulisani kwamba ameenda na mwili mzima, ila aliweka tu kwenye kichaka fulani, lakini ubongo ilibaki pale alipomngata na mama yake. Kina mama ndio wameanza pale sana. Sasa baada kumkuta mtoto ameshachukuliwa mtoto, wenyewe wanaanza kulia hapo. Sisi tukapita, tunaenda kumfuata, tutamkuta, tunakimbizana na, lakini mimi nimefunga mkono ya kushoto kwenye blanketi ndogo ambayo ninayo, nimefunga kabisa. Nilipomkuta nina sime ndogo, nikamchoma mapafu, kamchoma, naye akashindwa kumngata hii mkono ambaye nina blanketi, kangangania hii mkono ya kulia. Ndio akanikamata mara moja hapa. Basi baada hapo kijana nyingine akaja naye akamkata kwenye panga, akamkata mgongoni.